Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, karibuni sana katika tafakari ya neno la Mungu leo tarehe 23 Machi mwaka 2026, Jumatatu, juma la 5 la Kwaresma. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Danieli sura ya 13 aya kwanza hadi ya 9, ya 15 hadi 17, 19 hadi ya 30 na aya ya 33 hadi aya ya 62. Na somo la Injili linatoka Injili ilivyoandikwa na Yohane sura ya 8 aya kwanza hadi ya 11. Karibuni sasa tusikilize somo la Injili ilivyoandikwa na Yohane sura ya 8 aya kwanza hadi ya 11. Walikwenda kila mtu nyumbani kwake, na Yesu akaenda mpaka mlima wa Mizeituni. Hata asubuhi kulipokucha, akaingia tena hekaluni, na watu wote wakamwendea, naye akaketi akawa akiwafundisha. Waandishi na Mafarisayo wakamletea mwanamke aliyefumaniwa katika uzinzi, wakamweka katikati, wakamwambia, Mwalimu, mwanamke huyu amefumaniwa alipokuwa akizini. Basi katika Torati Musa alituamuru kuwapiga kwa mawe wanawake namna hii, nawe wasemaje? Nao wakasema neno hilo wakimjaribu, ili wapate sababu ya kumshtaki. Lakini Yesu akainama akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao walipozidi kumhoji, alijiinua akawaambia, yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza wa kumtupia jiwe. Akainama tena akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao waliposikia wakastakiwa na dhamiri zao, wakatoka mmoja mmoja, wakianza tangu wazee hata wa mwisho wao. Akabaki Yesu peke yake, na yule mwanamke amesimama katikati. Yesu akajiinua asimwone mtu, ila yule mwanamke akamwambia, Mwanamke, wako wapi wale washtaki wako? Hakuna aliyekuhukumu kuwa na hatia? Akamwambia, hakuna Bwana. Yesu akamwambia, wala mimi sikuhukumu, enenda zako, wala usitende dhambi tena. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Wapendwa katika Kristo, Injili inatualika kutafakari na kujiuliza, je, tunatambua thamani ya uhai na utu wa wanadamu wenzetu? Je, ni mara ngapi tunawashtaki na kuwahukumu wengine, kuwasema vibaya kwa matendo wanayoyafanya, au hata kuwachafua au kuwasengenya na kuharibu hadhi na utu wao? Kristo anatualika, wapendwa, tujitazame ndani ya dhamiri zetu, tusiwe wepesi wa kuhukumu wengine, kwa kuwa sisi sote ni wadhaifu na wadhambi. Kila mmoja anapaswa ajichunguze, aingie ndani yake, aketi katika kiti cha hukumu cha dhamiri yake. Tunaalikwa kutambua thamani ya wanadamu wenzetu, kwa kuwa sisi sote ni wa thamani sana mbele za Mungu. Hakuna ambaye ni bora na mkamilifu kumzidi mwenzake. Katika somo la Injili tuliyosikia, waandishi na Mafarisayo wanamletea Yesu mwanamke aliyefumaniwa katika uzinzi, dhambi ambayo katika sheria ya Musa
iliadhibiwa kwa kupigwa mawe hadi kufa, na swali lao linaonekana kumweka Yesu katika mtego, kupingana na sheria ya Musa na hivyo kukiri kwamba Musa si nabii wa kweli, kupingana pia na sheria ya Mrumi ambayo ilizuia mtu yeyote kutekeleza au kutoa hukumu ya kifo. Na maisha ya mwanamke huyu yanategemea uamuzi wa Yesu. Hivyo maisha ya Yesu yako hatarini, kwani angeweza kushtakiwa kwa kuhamasisha uvunjaji mkubwa wa sheria ya Mungu kama asingetoa uzito wa adhara juu ya dhamiri ya amri hizo. Na lengo la kumuuliza Yesu ni kumtega kwa maneno yake ili waweze kumpata na kumshtaki. Lakini Yesu kwa utulivu wake anaweka wazi unafiki wao bila kufadhaika, anapowasikiliza na kuanza kuandika chini kwa kidole chake. Ishara hii inamwonyesha Kristo kama mtoa sheria wa kimungu, kwani maandiko yanatuambia kwamba Mungu aliandika sheria juu ya mbao za mawe kwa kidole chake. Kitabu cha Kutoka sura ya 31 aya 18. Hivyo ndugu zangu, Yesu ndiye mtoa sheria, yeye ni haki mwenyewe. Yesu havunji sheria, lakini hataki kumpoteza aliyekuja kumwokoa. Kwa kuwa amekuja kuokoa kilichopotea, hukumu yake ni ya haki na isiyo na rufaa. Aliwajibu na kuwaambia, yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza kumtupia jiwe. Wapendwa katika Kristo, jibu la Yesu limejaa haki, upole na ukweli. Ni jibu la hekima, maana Mafarisayo na waandishi walisimama nje kumshtaki na kumhukumu, lakini hawakujiangalia ndani yao wenyewe, hawakuchunguza dhamiri zao. Kristo anatualika tuchunguze dhamiri zetu. Kila mtu aketi katika kiti cha hukumu cha dhamiri yake, na atashtuka na kugundua kuwa yeye pia ni mwenye dhambi, hakuna aliye bila dhambi. Wapendwa katika Kristo, maneno haya ya Yesu au jibu hili la Yesu lina nguvu ya ukweli inayobomoa ukuta wa unafiki na kufungua dhamiri kwa haki iliyokuu zaidi, ile ya upendo ambayo ndio utumilifu wa kila amri. Mwitiko wa Yesu ambaye ni haki yenyewe ni wa kushangaza. Tunaona hatoi neno la hukumu, bali la msamaha na huruma. Kwa upole anamwalika mwanamke kubadilika kwa kumwambia, wala mimi sikuhukumu, enenda zako wala usitende dhambi tena. Ndugu zangu, hapo Yesu aliweka mstari kati ya maisha yake ya zamani na ya baadaye ya mwanamke yule. Anafanya mambo mawili Yesu kwa wakati mmoja. Anamwondolea hukumu na kumsamehe, lakini pia anampa changamoto ya kubadilika, kuwa mtu mpya na kuishi maisha mapya. Anamsamehe dhambi zake za zamani, lakini hakutaka arudi tena katika njia ile ya zamani. Yesu alipenda licha ya historia yake, lakini alitaka awe mtu mpya baada ya kukutana naye. Ndugu zangu katika Kristo, tunapoishi katika jamii, kuna tofauti kati ya jinsi jamii inavyokufikiria na jinsi Yesu anavyokufikiria. Kama yule mwanamke angejiona kwa macho ya wale waliomzunguka, angekosea sana. Njia pekee sahihi ya kujiona ni jinsi Yesu anavyokuona. Thamani yako haitegemei yale ambayo watu wengine wanasema juu yako, bali yale ambayo Yesu angesema juu yako. Mawazo ya watu wengine yanaweza kujaa mapungufu mbalimbali, yanaweza kujaa dhambi, chuki, uhasama, lakini Yesu anakunyanyua juu yote hayo na kukuona jinsi ulivyo mbele za Mungu. Mawazo yako juu yako mwenyewe
yapaswa yajenge juu ya jinsi Yesu anavyokuona, si juu ya hukumu za watu. Yesu anataka uwe huru kutoka katika ubaya, chuki na fikra finyu za wengine, kwa kuwa Yesu ndiye ambaye anayetuokoa, anayetuponya na kutuweka huru. Anatualika tuishi katika uhuru na thamani ambayo ametupa. Ndugu zangu, mazungumzo haya mawili kati ya Yesu na waandishi na Mafarisayo pamoja na huyu mwanamke yanatuacha na jambo kubwa la kutafakari tunapokaribia mwisho wa Kwaresma. Je, tuko kama Mafarisayo na waandishi waliojiona ni wema na watakatifu wasiohitaji huruma ya Mungu na kuwahukumu wengine? Ni kweli hatuna dhambi, au tuko kama mwanamke aliyebaki mbele ya Yesu akipokea msamaha na huruma? Je, bado tunaona aibu kwa sababu ya dhambi zetu, au mioyo yetu imekuwa migumu kiasi kwamba dhambi haileti tena maumivu ndani yetu? Je, hofu ya Mungu na chuki dhidi ya dhambi vinatusukuma kwenda katika sakramenti ya kitubio, au tunaahirisha, tunatafuta sababu, au tunasema bado hatujafanya dhambi kubwa? Je, tunafanya toba ya kweli? Tunaungama mara kwa mara kulingana na hali na wajibu wetu wa maisha, au tunaungama kwa mazoea pasipo majuto ya ukweli? Baada ya kuungama, je, tunaishi maisha mapya kwa kujitahidi kweli kuepuka dhambi, au tunarudia makosa yale yale bila mapambano ya kweli ya kubadilika? Wapendwa katika Kristo, Yesu anatuweka huru kutoka katika maisha ya zamani na anatualika kuanza maisha mapya. Anatupatia msamaha, lakini pia anatuita kuishi maisha mapya bila dhambi. Ndiyo maana kwa huruma yake kuu aliweka sakramenti ya upatanisho ili mtu yeyote asipotee, bali sote tupate msamaha tunaohitaji, hata kama makosa yetu ni makubwa kiasi gani. Tunakuja kwake kwa sababu tumekosa na tu wadhaifu na wadhambi. Yesu anatupokea na kutusamehe. Lakini pia Yesu anaonyesha huruma ya kina kwa mwanamke yule aliyeshtakiwa kwa uzinzi alipomwambia, enenda zako na wala usitende dhambi tena. Kitendo hiki kinaonyesha huruma ya Mungu iliyojaa upole na msamaha. Si mwaliko wa kuendelea kutenda dhambi, bali ni mwaliko wa toba na uongofu wa kweli. Ni wito wa kuachana na maisha ya dhambi, kumrudia Mungu na kuishi maisha ya neema na ukweli. Aidha, tunaalikwa pia kulinda ardhi na utu wa mwanadamu, maana hakuna mtu aliye na mamlaka juu ya uhai wa mtu mwingine. Tusisahau, Mungu hachoki kutusamehe. Tatizo ni kwamba sisi huchoka kuomba msamaha. Yeye ni Baba mwenye upendo anayesamehe daima, moyo wa huruma kwa ajili yetu sote. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imetolewa na mimi Frateri Julius Anthony Tumaini wa Jimbo Katoliki Moshi, inayesoma masomo ya teolojia mwaka wa 3 katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala.